Ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia katika vipindi vyetu pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Hongera sana pia wewe ambaye tayari umeweza kutekeleza programu yetu ya sayansi ya mapishi. Karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Jina langu ni Loveness Almasi na studioni niko na Dr. Boaz Mkumbo. Karibu sana Dr. Boaz. Nashukuru sana. Asante. Kama ilivyo ada, leo tutazungumzia juu ya magonjwa ya mifupa pamoja na joint. Dr. Boaz yeye ni mganga mfawidhi Nsambo Healthcare, lakini pia ni mwandishi wa vitabu mbalimbali, ikiwemo kitabu cha sayansi ya mapishi na kitabu cha sayansi ya homoni na ugumba, lakini pia ni mkufunzi wa program mbalimbali ikiwemo mafunzo ya kitambi na uzito mkubwa, mafunzo ya ugonjwa wa kisukari pamoja na mafunzo ya afya ya uzazi kwa mwanamke pamoja na mwanaume. Kama nilivyosema hapo awali, leo tutazungumzia juu ya magonjwa ya mifupa pamoja na joint. Dr. Boaz, ndio, unaendeleaje Nsambo Healthcare? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea na heka zetu za kila siku. Sawa, imekuwa shida sana katika jamii juu ya magonjwa haya ya mifupa pamoja na joint. Ndiyo. Watu wengi wanakuwa wanalalamika, wanaumwa magoti, wanaumwa vidole, unakuta mtu anakuambia vidole vimejaa ganzi, wengine pingili zimesagika. Hivi mtu anavyopata maumivu haya au anavyopitia katika hali hii, huwa anaumwa nini hasa? Yote hayo ni magonjwa ya uchakavu wa viungo vya mwili. Mwili wa binadamu unahitaji matengenezo kama vile ambavyo watu wengi huzingatia matengenezo ya vyombo vya moto. Ndio. Pale ambapo chombo cha moto kikishabadilishiwa oili na kubadilishwa breki na vitu kadhalika katika chombo cha moto, huwekwa stika maalum ili kwamba uwe mzingativu ya kwamba usiendeshe muda mrefu kuliko ushauri unavyotakiwa kuhusu oili ambayo imewekwa. Ndio. Kwa hiyo kiufupi tu kwamba ukimwona mtu yoyote anasumbuka na magoti kuuma, magoti kukauka maji, magoti kulia, pingili za mgongo zinamuuma, pingili za mgongo zina vimba au zimesagika au zimechengana na yani na maradhi yote yanayohusisha joint, tambua ya kwamba anahangaika na magonjwa ya uchakavu wa viungo kwa ndani. Ndio. Na tatizo hili wengi wamekuwa wakilalamika. Sijajua kwa upande wako daktari, unaonaje jinsi unavyowahudumia wagonjwa? Je, tatizo hili ni kubwa katika jamii au unalionaje? Tatizo hili ni kubwa sana. Na nadhani ni moja ya tatizo ambalo linafilisi hata bima yetu ya afya. Kwa sababu watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba ulaji mbovu na mfumo mbaya wa maisha, madhara yake ukimbilia kwenye mifupa, ukimbilia kwenye jointi. Ndio. Kwa hiyo watu wengi huwa hawachukui hatua ya kubadilisha mfumo ambao unasababisha uchakavu wa hivi viungo vya mwili. Wao wanachokifanya, wanakimbilia kwenda kufanya x-ray, wanakimbia kwenda kufanya MRI, kwenda kuangalia matokeo ya uharibifu wa mfumo wake wa maisha ya kula, mfumo wake wa maisha ambayo ameyachagua. Kwa hiyo kiufupi tu kwamba jambo hili ni kubwa sana na namna ambavyo watu wengi wanalikabili si katika mtazamo ambao leo tutajifunza. Swala hili ni kubwa sana katika jamii yetu. Sawa, hebu sasa kama nilivyosema hapo awali, mtu huwa anaumwa nini? Anavyopata na hizi hali. Hebu tuambie, ni magonjwa gani ya mifupa na joint ambayo yanapelekea mtu kupata hizi hali za maumivu na yanasababishwa na nini? Mara nyingi watu wengi ambao wanasumbuka na maumivu ya mifupa na joint husababishwa na ugonjwa ambao unaitwa osteoarthritis. Osteoarthritis ni kukauka kwa maji katika joint. Maji yakishakauka katika joint husababisha joint zako kuanza kusagana, yani ile mifupa kusagana. Kwa sababu tunaposema hii ni joint, maana yake ni makutano ya mifupa, mfupa huku na mfupa huku, makutano ya mifupa. Kwa hiyo pale katikati kunakuwa na maji. Kwa yale maji yanapokauka husababisha mifupa kusagana. Ndio. Hali hiyo tunaita osteoarthritis. Mifupa itasagana na hiyo sehemu itakuwa inavimba na ina maumivu makali. Hiyo tunaita ni osteoarthritis.
Kitu kingine kinaitwa rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni baridi yabisi. Baridi yabisi ni ugonjwa wa mcharuko wa kinga ya mwili. Mcharuko huu wa kinga ya mwili husababisha kukauka kwa maji katika joint, na baada ya maji kukauka katika joint mifupa huanza kusagana, na matokeo yake husababisha maumivu makali na mtu kushindwa kuzungusha joint katika range ambayo inatakiwa. Kitu kingine, wengine huumwa maradhi kama gout. Ni maradhi ambayo pia yanakabili joints. Watu wengi husumbuka pia na hili tatizo. Lakini pia maumivu ya mifupa na joint inaweza ikasababishwa na ugonjwa tunaita osteoarthritis. Osteoarthritis ni kusagika kwa mifupa ambako kunasababishwa na homoni au upungufu wa virutubisho kadha katika mwili. Kadiri ambavyo tutakavyojadili, kuna madini na vitamins, kwa mfano madini ya calcium, madini ya magnesium, pia kuna vitamin K, upungufu wa vitamin D, upungufu wa vitamin A. Hizi ni vitamins na madini ambao husaidia kuimarisha mifupa. Lakini pia kuna hormone inaitwa estrogen. Hormone ya estrogen husaidia sana kuimarisha mifupa, tunasema bone mineralization. Kwa hiyo pale ambapo umri unavyoenda na hormone ya estrogen inashuka kwa kasi, matokeo yake mifupa yako inakuwa dhoofu. Yes, kwa hiyo hayo ni mambo machache ambayo huashiria kwamba mtu ana matatizo katika mwili wake, hasa matatizo ya mifupa. Ndio, kwa magonjwa hayo uliotuambia, je, yanasababishwa na nini hasa? Magonjwa hayo niliyokuambia yanasababishwa na vitu vingi. Na watu wengi huwa nashindwa kuwaelewa. Wanapokuwa wanakabili tatizo la maumivu ya mifupa na joint, hukimbilia kwenda kufanya X-ray, MRI. Ni vipimo vizuri sana kwa sababu ni vipimo ambavyo vinaangalia madhara ambayo yametokea. Yaani tunaangalia matokeo. Lakini ukitaka kuangalia chanzo, kwa nini mimi maji kwenye joint ya kuishe? Ukitaka kuangalia chanzo, kwa nini mimi joint zangu zinasagika? Kwa nini mimi mifupa yangu imedhoofika? Kwa hiyo vitu vyote hivyo ukitaka kuvichunguza, huwa tunachunguza kupitia sampuli ya damu. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo husababisha maumivu makali ya joint na mifupa. Jambo la kwanza kabisa ni upungufu wa vitamins na madini. Kuna vitamins, kwa mfano vitamin D husaidia kufyonza madini ya calcium kutoka kwenye mfumo wa chakula na kuyaleta katika damu. Halafu kuna vitamin K. Vitamin K husaidia sana kuchukua ile calcium ambayo imefyonzwa iko kwenye damu, iweze kupelekwa ikapakwe katika mifupa na mifupa iweze kuimarika. Kwa hiyo vitamin hizo ni muhimu sana. Unapopungukiwa kuna hatari wewe kuwa na matatizo ya mifupa na joint. Lakini pia kupungukiwa na madini kama mfano magnesium. Madini ya magnesium husaidia sana kuactivate au kuwezesha vitamin D iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo vitamin D na calcium, hivi vitu vinategemeana. Lakini pia madini ya calcium yenyewe yanahitajika katika mwili wa binadamu ili kuweza kuimarisha mifupa. Kwa unapopungukiwa madini na hizi vitamins, mara nyingi utahangaika sana na maumivu ya mifupa na joint. Na vyanzo kwa nini watu wengi wanapungukiwa? Watu wengi wanapungukiwa sana haya madini na hizi vitamins kwa sababu ya aina ya vyakula wanavyokula. Mara nyingi muundo ambao sio sahihi wa vyakula husababisha watu wengi kupungukiwa haya madini. Lakini kitu kingine ni kuwa na mwili kuwa katika msongo wa sumu. Mwili unapokuwa katika msongo wa sumu hizi zinaweza kutokana na uvutaji wa sigara ambazo tunaziita free radicals. Ni sumu ambazo zinajeruhi au kuumiza viungo vya ndani ikiwemo hizo joints na mifupa.
lakini pia sumu hizi zinaweza zikatokana na vyakula vilivyokaangwa, tokota kwenye mafuta ya mbegu za mimea. Umekuta andazi, umekuta sambusa, umekuta muhogo unatokota kwenye mafuta. Sasa unavokula unakula na hizo sumu ambazo zikiingia mwilini zikizonga kwenye joint zinakausha joint. Lakini pia hizo sumu zinapoingia kwenye mwili zikazonga kwenye joint, kinga yako ya mwili inaweza ikazitafsiri vibaya hizo joint, ikaamka na ukasababisha ugonjwa tunaita rheumatism. Lakini pia kuwa na magonjwa kwa mfano kisukari. Watu wengi ambao wanaumwa matatizo ya joint na mifupa, unaweza kukuta ni wana kisukari kilichojificha. Kisukari kilichojificha tafsiri yake ni kwamba sukari ukipima kipimo kidogo kile cha siku inaonesha wewe hauna kisukari. Unakuta sukari iko 3, iko 4, iko vizuri kabisa, na sometimes inaweza ikawa inashuka kabisa. Lakini ukija kuangalia ule wastani wa sukari kwa miezi 3 utajikuta sukari yako iko juu. Tafsiri yake ni kwamba umepata kitu tunasema sugar intolerance. Umeanza kupata tatizo la kutostahimili vyakula vya sukari. Kwa hiyo unahitaji kubadilishiwa mfumo wa kula. Sasa unapokula kitu ambacho kina sukari nyingi, umekula ugali, umekula wali, umekunywa soda, umekunywa juisi, umekula matunda matamu. Kwa hiyo hivi vyakula unavyokula, tolerance ya mwili inapokuwa chini, yani ustahimilivu wa mwili unapokuwa chini, kinachotokea ni kwamba ile sukari inakaa muda mrefu kwenye damu, inakausha maji kwenye joints. Kwa mara nyingi watu wengi ambao wanasumbuka na mgongo, joint na viungo mbalimbali katika mwili vikiwa vinauma, na jaribu kubadilisha magodoro hapati nafuu, na mshauri tu ajaribu kuacha vyakula vya sukari na wanga kwa muda. Halafu akiona kuna nafuu, basi ajifanyie uchunguzi wa kina. Yani aende kwa daktari akachukue sampuli ya damu, daktari aweze kuanalyze kwa kina zaidi kuweza kujua nini ambacho kinaendelea. Kitu kingine huwa tunaangalia kama kuna kinga ya mwili ambayo inavamia mifupa. Kwa hiyo tunaangalia kama kwamba tatizo lako la joint linasababishwa na mcharuko wa kinga ya mwili. Kwa hiyo kama tukikuta kinga yako ya mwili ambayo inavamia mifupa, huwa tunapima kwa kipimo ambacho tunasemaga tunapima RF-IgM. Hii ni kinga ya mwili ambayo inashambulia mifupa. Kwa hiyo tukikuta hivyo tunaweza tukakusaidia baada ya kujua chanzo chake ni nini. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha, lakini pia kadiri umri unavyoenda alafu ulaji wako mbaya, homoni ya estrogen hushuka kwa kasi sana. Na homoni hii inaposhuka kwa kasi sana husababisha kuzoofika kwa mifupa. Kwa hiyo kuna umuhimu kabisa ya kwamba unakula vizuri ili uhakikishe kwamba unazeeka kwa utaratibu ili uwe na afya njema ya mifupa na joint. Sawa, kwa hapo ulivyosema kwamba mtu anavyo umri unavyoongezeka natakiwa ale vizuri. Je, inamaanisha kwamba magonjwa haya ya mifupa na joint sio zawadi ya utu uzima? Hapana, tunacho kifahamu tu ni kwamba uzee si ugonjwa. Kadiri umri unavyoenda tunazeeka. Lakini haina maana ya kwamba kuzeeka kwako kunatakiwa kuendane na kuongezeka kwa maradhi. Mara nyingi watu wengi hatuzeeki vizuri. Kuna kuzeeka vizuri na kuna kuzeeka vibaya. Wengi tunazeeka vibaya, tunazeeka kwa kasi kuliko kawaida. Ndio maana wenzetu ambao huwa wanapima biological aging, yani kukua kwa viungo vya ndani, tukiweza kupima DNA test yako, unaweza kushangaa kwamba wewe unaonekana viungo vyako vya mwili vina umri mkubwa kuliko wewe ulizaliwa lini. Ina maana tunamaanisha kwamba biological age iko mbele, alafu ile chronological age iko nyuma. Ndio. Sasa siku zote unapotaka kuzeeka vizuri, unatakiwa uhakikishe kwamba umri wako wa lini ulizaliwa. Unaweza ukawa uko mbele una miaka 60, lakini viungo vyako vya ndani una miaka 45. Ndio. Hilo ndo jambo jema ambalo litakufanya wewe uzeeke vizuri. Lakini watu wengi wanazeeka vibaya. Kwa mfano, unaweza kukuta kwamba mwanamke anafika tu umri wa miaka 39 au 40, aisha koma hedhi.
Hilo ni jambo baya sana. Kwa nini ukome hedhi ukiwa na umri mdogo? Unapokoma hedhi ukiwa na umri mdogo, tafsiri yake ni kwamba ovari zako zimezeeka haraka kuliko kawaida. Sasa ovari huwa zinatengeneza homoni za ubinti, homoni ya estrogen. Homoni ya estrogen ndio inayomfanya mwanamke aingie hedhi kila mwezi, ndio inayomfanya mwanamke aweze kuzaa, umenielewa? Kwa hiyo anapokoma hedhi mapema, homoni hii pia huwa inahusika na kuimarisha mifupa. Homoni hii pia inahusika na kukufanya uwe na ngozi nyororo. Homoni hii pia inakufanya usiwe na makunyanzi. Sasa kinachotokea ni kwamba ovaries zikizima mapema, haya yote yanakuandama. Wewe unakuwa na uzee ambao si mzuri. Kwa hiyo ndio tunasema unazeeka vibaya. Unazeeka kwa kuandamwa na maradhi, kwa sababu estrogen imekata, mifupa itadhoofika, ngozi itanyauka haraka. Alafu kitu kingine, kama una uzito mkubwa, ile mifupa yako haitaweza kuhimili kubeba ule uzito, kwa sababu mifupa yako inadhoofika kwa kasi. Kwa watu wengi hawalifahamu hilo. Kwa maana hiyo hata watu wenye uzito mkubwa pia huwa wanaathirika na kupata magonjwa ya mifupa pamoja na joint. Kadri unavyozidi kuongezeka uzito, uzito wako unaanza kukuathiri taratibu. Ndio. Ushaikutana na mtu anakuambia kwamba mimi nina uzito mkubwa lakini ni mwepesi. Yani mimi kibonge mwepesi anajiita hivyo. Ukikuta mtu ana kauli hizo, tambua ya kwamba uzito bado haujamudu. Kuna muda ambao utafika hata kupiga hatua moja hataweza, kwa sababu madhara ya uzito wote wa nyongeza ambao umeupata ambao sio stahiki yako, madhara yake hayaji papo papo. Madhara yake yanakuja taratibu taratibu. Umenielewa? Sasa kinachotokea ni kwamba kuna pingili za mgongo, kuna nyonga, kuna magoti, umenielewa? Kuna ankle joint, kuna nyayo. Hivi ni vitu ambavyo au hivi ni viungo ambavyo hubeba uzito wa binadamu. Kwa hiyo unapokuwa unatembea, nyonga, magoti na nyayo hubeba uzito wako. Kwa hiyo mtu yeyote anayesikia nyayo zinawaka moto, nyayo zinauma. Mtu yeyote ambaye anasikia magoti yanamuuma pale anapotembea, maana yake kwamba anazisurubisha uzito mkubwa kuliko uwezo wake wa kustahimili. Ndio. Umeelewa? Hata pingili za mgongo unapokuwa na uzito mkubwa. Tena pingili za mgongo ndo hatari kabisa, hazipatani na uzito mkubwa. Pingili za mgongo unapokuwa na uzito mkubwa zinauma wakati unatembea, kwa sababu uzito wote zinakuwa zimebeba. Alafu kingine zinauma hata ukiwa umekaa. Kumbuka pingili za mgongo ukiwa umekaa zina uzito mkubwa, ni kama vile zimekandamiza hivi. Kwa hiyo pia zinapokandamizwa, zinaposogeleana sana pingili za mgongo au kunapokuwa na tension kubwa kati ya pingili na pingili, damu inakimbia. Damu ikikimbia ni rahisi pale kukusagika kwa wepesi na kusababisha maumivu yawe makali zaidi. Kwa hiyo mtu anapokuwa na uzito mkubwa, tunashauri apunguze haraka uzito wake, na kadri anavyozidi kukaa na uzito mkubwa ni hatari kwa afya yake. Sawa kabisa. Mbali na watu wenye matatizo haya ya magonjwa ya joint pamoja na mifupa kufanya vipimo vya MRI pamoja na X-ray pamoja na damu, je, kuna vipimo gani ambavyo wanaweza wakavifanya zaidi ya hivyo? Huwa nakutana na wagonjwa wengi ambao wanaumwa maumivu makali ya mifupa na joint, lakini mpaka mgonjwa afike katika kituo chetu cha Nsambo Healthcare, wengi wao huwa wamefanya vipimo vyote vikubwa, yani vipimo vya picha, nikizungumzia X-ray, nikizungumzia MRI, wameshafanya vipimo vyote vikubwa vile, lakini wana end up kuambiwa tu kwamba tunaona maji yamekauka kwenye jointi, tunaona jointi zinasagana. Sasa wewe unachotakiwa ni kufanya mazoezi na kuhakikisha tu kwamba unapungua uzito. Sasa mara nyingi tunawapokea wakiwa katika hali hiyo, wako kwenye mazoezi na wana struggle kupungua uzito. Cha nyongeza nini ambacho waga tunafanya sisi hapa Nsambo Healthcare? Tunachokifanya huwa tunatafuta chanzo. Tunaamini ya kwamba kuna mtu ana umri wa miaka 50 lakini haumwi magoti.
Kuna mtu ambaye ana miaka 50 lakini haumwi pingili za mgongo. Kuna mtu ambaye ana miaka 50 lakini mifupa yake haiumi. Sasa kwa nini wewe uwe na miaka 50 halafu uwe na malalamiko chungu nzima, unabadilisha magodoro, unatembelea fimbo? Maana yake kuna kitu ndani ya mwili wako ambacho kinakuzofisha au kinazeesha viungo vyako vya ndani. Kwa hiyo sisi huwa tunachukua sampuli ya damu. Mtu mwingine anaweza akashangaa, inakuwaje ninaumwa mifupa alafu wewe unanipima kwa kutumia sampuli ya damu? Kwenye sampuli ya damu ndo utajua kitu gani ambacho kinasababisha viungo vya ndani vichakae. Cha kwanza huwa tunapima udhibiti wa sukari. Sukari iko katika kiwango gani? Kwa sababu nikikuta sukari iko vibaya, nitakushauri uweze kudhibiti sukari ili joint zako zisiendelee kukauka maji. Cha pili ambacho wanafanya huwa tunapima rheumatoid factor. Tunapima ugonjwa wa baridi yabisi. Sisi tunafanya quantitative test, yani hatufanyi qualitative. Hatumwambii tu baridi yabisi ni negative au positive. Hapana, tunaweza tukamwambia kabisa kinga yako ya mwili ambayo inaathiri mifupa yako na joint iko katika kiwango hiki, iko 100, 200. Kwa hiyo tunapima RF IgM. Hizi ni autoimmune antibody ambayo inaathiri mifupa na joint. Kitu kingine huwa tunapima kama mwili wake uko kwenye msongo wa sumu. Tunasema chronic inflammation marker. Kwa sababu sumu zinapokuwepo kwenye damu huwa zinaenda kuathiri au kuumiza viungo vya mwili. Kwa huwa tunapima kiwango jinsi gani mwili umeumizwa na hizo sumu. Kwa tunapokuta inflammation marker iko kubwa sana, huwa tunajitahidi kuipunguza ili kwa kuondoa sumu zilizoko katika damu. Kwa hiyo unaweza kushangaa kwamba kama damu ina sumu nyingi, maumivu makali ya joint na mifupa yanaelekezwa kule. Namna pekee ya kufanya hivyo huwa tunasafisha damu kwa kutumia vyakula, kwa kutumia virutubisho mbalimbali. Unashangaa mgonjwa anatengamaa. Kwa hiyo huwa tunapima pia vitamins na minerals. Tunampima kuangalia kwa mfano vitamin D, tunapima kuangalia madini kama calcium, magnesium. Tunafanya analysis ya hivyo vitu. Baada ya kugundua tunaweza kumtibu sasa vizuri accordingly na nini ambacho kinamsumbua. Kiufupi tu tunafanya critical analysis ya kina kabisa kwa watu kama hao ambao wanasumbuka na matatizo ya joint na mifupa. Sawa kabisa. Sambamba na hayo, je, ni watu wa umri gani ambao wapo hatarini zaidi kupata magonjwa haya ya mifupa na joint? Kulingana na mfumo wa vyakula na maisha, sasa hivi watoto wadogo wanaingia katika utandawazi wa vyakula. Kibaya zaidi hata watoto wetu wanaathirika na vyakula toka wakiwa tumboni mwa mama. Kwa hiyo unakuta kwamba mtoto anazaliwa tayari ana upungufu wa vitamins, upungufu wa madini. Kwa hiyo matatizo ya mifupa na joint, unaweza kushangaa mtoto mdogo wa shule analalamika mifupa na joint. Kwa hiyo nadhani hili halina umri wakati wote, lakini pia matatizo ya uzito uliokithiri katika umri mdogo yanachangia pia watu wengi kuumia na matatizo ya mifupa na joint mapema. Lakini pia matumizi ya madawa ya kemikali kiholela huchangia pia maumivu ya mifupa na joint. Unaona sasa hivi P2 zinanyweka kama vivi. Angalia pia watu wengi wanatumia labda hizi dawa za uzazi wa mpango. Hivyo pia huchangia mtu kuongezeka uzito, huchangia pia kudhoofika mifupa. Lakini pia matumizi ya madawa ya kulevya, sigara, uvutaji wa mashisha, manini, yote hayo yanaongeza mrundikano wa sumu kwenye mwili. Vyakula hivi vya kukaanga na nini huchangia sana sumu kurundikana. Kwa hiyo nadhani ugonjwa huu hauna tabaka. Hauna tabaka. Sema tu kwamba umri unapoenda ni rahisi sasa haya magonjwa kuanza kujionesha. Hapo ndipo unaanza kusema ni umri, kumbe sio umri, ni print out. Yani ni print out, ni matokeo ya jinsi ulivyokuwa unaishi wakati wa ujana wako. Ndio.
Sasa daktari, kwa maelezo hayo, je, ni matibabu ya aina gani ambayo yanaweza kuwasaidia au yanaweza kutibu magonjwa haya ya mifupa pamoja na joint? Ili uweze kumtibu mtu yeyote ambaye ana maumivu ya mifupa na joint, yani ana maradhi ya mifupa na joint, lazima ufanye uchunguzi wa kina katika damu yake kuweza kugundua ni nini hasa ambacho kinakausha maji kwenye joint, nafanya joint zisagike. Ni nini hasa ambacho kinaathiri uimara wa mifupa. Kwa hiyo shida inaanzia kwenye damu. Kwa hiyo usipofanya uchunguzi wa kina kwenye damu, huyu mgonjwa hauwezi ukamsaidia hata kidogo. Ndiyo. Kwa hiyo mara nyingi wagonjwa tunaopokea wanakuwa wamefanyiwa vipimo vya picha tu. Yani amefanyiwa x-ray, amefanyiwa MRI. Lakini hajafanyiwa vipimo vya damu kuangaliwa nini kinachotokea. Na asilimia kubwa wagonjwa wetu wanaoumwa maumivu ya mifupa na joint huwa wameambiwa wanaumwa ugonjwa ambao unaitwa gout. Sasa cha kushangaza ni kwamba wamekuwa wakitumia dawa za gout miaka, alafu ugonjwa hauondoki. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba yaweza kuwa si chanzo cha huo ugonjwa. Ndiyo. Kuna vitu vingine ambavyo vinachangia yeye kuumwa hivyo. Kwa hiyo mara nyingi ambacho huwa tunakifanya, tunarejea kwenye vipimo vinasema nini. Kama mgonjwa ana tatizo la upungufu wa vitamins na madini, huwa tunampatia virutubisho ambavyo vitaweza kumsaidia katika kuimarisha kiwango cha madini na vitamins. Kama mgonjwa ana mcharuko wa kinga mwili, yani ana rheumatism, huwa tunaangalia namna nzuri ambavyo tunaweza tukamtibu kuzima hiyo hali ambayo inaendelea. Kama mgonjwa ana msongo wa sumu ziko nyingi kwenye damu, chronic inflammation markers ziko juu, huwa tunaangalia namna gani tunaweza tukaondoa au tukasafisha au tukadetox damu yake kabaki kuwa clean na matatizo ya mifupa na joint ikaondoka. Kwa hiyo huwa tunafanya kidogo mambo yawe complex kwa sababu tunafahamu ya kwamba hatutaki mtu awe tegemezi wa vidonge vya maumivu. Kwa hiyo lazima tuende kwa kina kuchunguza. Tukikuta udhibiti wa sukari ni hafifu, huwa tunamshauri mgonjwa aache vitu ambavyo havistahimili katika mwili wake. Yani mwili wake haustahimili navyo. Tunamwambia acha hiki kulingana na vipimo vinavyosema. Mgonjwa anapoacha anapata nafuu. Kwa hiyo kuna hivyo vitu ambavyo tunavifanya kwa wagonjwa wetu. Na nikwambie kitu kimoja. Kuna dawa ambazo huwa zinatumiwa na watu wengi kwa muda mrefu. Hizi ni dawa ambazo huwa zinatumiwa na kweli mtu akibanwa na maumivu makali ya mifupa, akizitumia zile dawa anapata nafuu pale pale. Lakini zile dawa zina madhara endapo mtu akizitumia kwa muda mrefu. Kwa mfano kila siku mtu anakunywa dawa ya maumivu. Hiyo anapokunywa dawa za maumivu kwa muda mrefu alafu kiwango kikubwa, sometimes anaweza akanywa dawa za maumivu lakini bado maumivu anayasikilizia. Kuna uhatari huko baadaye zile dawa zikakuletea shida. Ndiyo. Lakini pia kuna wale ambao wanatumia dawa zinaitwa steroid. Ni vidonge ambavyo huwa vinapunguza maumivu makali pale kinga ya mwili inapokuwa inapambana. Sasa hizi dawa mara nyingi watu huwa wanazipenda kwa sababu akinywa tu pale maumivu yanakata. Lakini dawa hizi zinapokuwa zinafanya kazi ya kukata maumivu, hapo huwa zinaupunguzia mwili uwezo wa kutumia sukari. Kwa hiyo zinamuhatarisha kuibua ugonjwa wa kisukari. Kwa anashangaa mwanzoni alikuwa akinywa zile dawa anapata nafuu. Lakini sasa hivi akinywa kidonge kimoja hapati nafuu. Akinywa vidonge viwili ndo anapata nafuu. Na akichanganya na dawa za maumivu ndo anapata nafuu. Sasa kadri siku zinavyoenda anashangaa ugonjwa unazidi kuwa mkubwa kwa sababu anatakiwa anywe vidonge vingi ndo aweze kukata yale maumivu. Ni kwa sababu labda vile vidonge anavyokunywa vimeibua ugonjwa mwingine ambao na wenyewe unaathiri mifupa na joint. Umeona? Kwa hiyo huwa tunakutana na wagonjwa namna hiyo, lakini sisi tunachokifanya huwa tunaangalia natural way ya kuweza kumsaidia kutoka kwenye hayo mateso ya maumivu ya mifupa na joint. Ndiyo. Na nimekuwa nikifuatilia pia kwa baadhi ya wagonjwa na nimekutana na nadharia mbalimbali
kwamba wamepewa ushauri labda na ndugu au madaktari huko wanapoenda kufanya matibabu na vitu kama hivyo. Ningependa kuuliza pia kutoka kwako, je, hivi vitu ni sahihi au sio sahihi? Kuna baadhi ya watu ambao wanasumbuliwa na magoti, wanaambiwa yamekauka maji. Wanaambiwa wale mlenda kwa kiasi kikubwa. Hilo ni sawa au wanalishana matango poli? Of course kwenye okra au kwenye bamia kuna kitu ambacho huwa kinafanya bamia tuiite ni antioxidant. Antioxidant ni kinasa sumu. Ndio. Lakini ili uweze kupata active ingredient iliyopo kwenye bamia ambayo inaenda kunasa sumu, unahitaji labda ule bamia labda kilo 5. Sasa sisi tunakula bamia kibakuli tu au bamia 5 ndo unazisaga kiasi kwamba uweze kufikia malengo. Labda utafute kirutubisho au supplement ambayo imetengenezwa katika mfumo wa vidonge ambao ndani ya kidonge ndo kuna active ingredient tupu labda miligram 500 100 ngapi. Umeelewa? Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba si rahisi kuweza kuponya maumivu ya mifupa na joint kwa kula bamia eti kwa lengo la kuongeza ute, kwa sababu bamia zinavutika hivi basi hata akiongeza bamia kwenye chakula chake ute wa kwenye magoti utapatikana. Ili pia huwa linasumbua na wanawake wengi. Kunapokuwepo na shida wakati wa tendo la ndoa, mwanamke anapata maumivu makali, hufikiria kwamba kila bamia atapata ule ute ambao unatengenezwa wakati wa tendo la ndoa. Kumbuka hivyo vitu haviji kwa namna hiyo. Kwa hiyo hizo ni fikra potofu na si matibabu ambayo yanaweza kukusudia mtu kuondokana na matatizo ya mifupa kusagika na joint kuuma. Sawa kabisa. Na vipi kuhusiana na hili neno uric acid? Nimelisikia mara nyingi kwa wagonjwa wanaosumbuliwa na mifupa pamoja na joint. Wengine wanaambiwa una uric acid nyingi sana, ndio maana unapata maumivu kwenye joint, maumivu kwenye pingili. Usile maharage, usile hiki. Je, hii uric acid huwa inasababishwa na nini na kwa nini inakuwa sababu ya mifupa na joint kupatikana kwa maumivu yake? Of course nakutana na wagonjwa wengi. Wagonjwa wangu wote ambao wanaumwa maumivu ya mifupa na joint huwa wanatibiwa uric acid. Lakini toka nianze kuhudumia wagonjwa wangu, mimi sasa hivi ni mwaka takriban wa 8 na practice medicine, sijawahi kutoa dawa ya uric acid. Sijawahi. Wagonjwa wangu wote wanaoumwa mifupa sijawahi kutoa dawa ya kutibu uric acid. Kwa sababu gani? Mgonjwa anapoenda hospitalini au wewe unapoenda hospitalini, nikikwambia naomba nikupime uric acid, urea na creatinine, maana yake nakupima taka mwili na kupima uchafu ambao umezalishwa wakati mwili unaoperate. Ndio. Kwa hiyo hizi takataka nikizikuta zimerundikana kwenye mwili, inatafsiri nini? Inatafsiri kwamba figo zako zimepunguza ufanisi wa kuchuja damu. Yes, yani na maana ni kwamba ile damu ambayo inatakiwa iende kwenye figo ikachujwe, alafu ule uchafu utoke kupitia njia ya mkojo. Sasa hilo zoezi limekuwa impaired. Sasa watu wengi huenda kupimwa hospitalini, wanaambiwa tu naomba nikupime uric acid. Akikuta uric acid iko juu, wewe unaambiwa bwana wewe una uric acid. Sasa changamoto ni kwamba huwa hawaponi, mbali na kwamba wanatumia dawa za kushusha uric acid kwa muda mrefu. Ndio. Lakini kuna maradhi ambayo huchangia uwezo wa figo kuchuja uric acid ukapungua. Watu wengi wanafikiria kwamba uric acid unaipata tu kwa kula vyakula ambavyo vinazalisha uric acid nyingi. Ndio. Lakini hata kama usipokula chakula ambacho kinafanya uzalishe uric acid nyingi, uric acid mwilini mwako huzalishwa kila sekunde inapodunda continuously, kwa sababu uric acid hutokana na mwili unapokuwa unateketeza zile seli ambazo zimemaliza muda wake. Seli za binadamu huwa zinazalishwa
zinazaliwa, zinatengenezwa kila sekunde inapodunda mamilioni ya seli hutengenezwa. Na hizi seli huwa zinaishi siku 90 mpaka 120. Sasa zinapomaliza muda wake, zinatolewaje kwenye mzunguko wa mwili? Wakati wa mchakato wa kuzitoa ndo tunazalisha kitu kinaitwa uric acid. Ndio. Umeelewa? Ni wakati wa uteketezaji wa seli zile zilizomaliza nguvu, zimemaliza muda, zime-expire. Umeelewa? Sasa kumbe hata kama usipokula nyama, usipokula mayai, usipokula vyote hivyo, mwili utazalisha uric acid kwa ndani. Umenielewa hadi hapo? Sasa ufanisi wa mwili unapopungua kuzitoa hizo taka, ndipo uric acid hurundikana mwilini. Ndio. Kwa hiyo hutaki kwenda kuhangaika wewe kushusha uric acid. Unatakiwa kuangalia vitu gani ambavyo vinapunguza ufanisi wa figo, kuchuja uric acid iweze kupungua katika damu. Ukifanya hivyo utakuwa unapata suluhisho permanently kwa nini mtu uric acid inamtesa miaka na haiwezi kuisha kwenye damu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini kitu kingine ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha maumivu ya jointi na mifupa. Hivi vitu huwa vichunguzi kwa kina, labda kutokana na uhaba au scope ya maabara. Kwa hiyo unakuta tu kwenye damu kinachochunguzwa ni nini? Ni uric acid. Lakini kuna vitu vingi tumeona hapa. Tumeona kwamba mtu anayeumwa mifupa na joint anatakiwa achunguzwe kiwango cha sukari kwa kupimwa kipimo kikubwa, afanywe full metabolism assessment. Anatakiwa kupimwa vitamin D, anatakiwa kupimwa calcium, anatakiwa kupimwa magnesium, anatakiwa kupimwa inflammations markers, anatakiwa kupimwa rheumatism, anatakiwa kupimwa vipimo lukuki katika damu. Sasa kama daktari akijikita tu kwenye uric acid, unaweza kukuta ndo sababu kwa nini mgonjwa hapati nafuu. Kwa hiyo unaweza kashangaa kwamba kila mgonjwa anayeumwa mifupa uric acid, kwa sababu ndo kipimo ambacho ni rahisi kupatikana katika mazingira yake. Lakini yaweza kuwa ndo sababu kwa nini yeye haponi, kwa nini yeye hapati nafuu, mbali na kwamba anatumia dawa za uric acid kila siku. Yaweza kuwa hajafanywa vipimo vingine vya kina ambao vinaweza vikaangalia kwamba kwa nini wewe unapata matatizo haya na upati nafuu. Ndio. Sawa kabisa. La mwisho daktari, ninataka nikuulize, je, haya magonjwa ya mifupa na joint huwa yanarithishwa? Kwa sababu nimeshawahi kupata scenario moja, kuna mtu ambaye namfahamu anasema kwamba mimi bwana, hata bibi yangu alikuwa hivi, hata babu yangu alikuwa hivi. Natamani kujua kama je, magonjwa haya ya mifupa na joint huwa yanarithishwa? Mimi binafsi siamini hata siku moja kwamba magonjwa ya lishe, ikiwemo magonjwa ya mifupa na joint, ikiwemo kitambi, kisukari, kansa, ni magonjwa ambayo yanarithishwa. Si magonjwa ya kurithi. Ni magonjwa ambayo yanatokana na mwili wako umeuhatarisha katika mazingira hatarishi. Umenielewa? Kwa hiyo haturithi maumivu makali ya jointi na mifupa, ila tunarithi mfumo mbaya wa maisha. Kama baba alikuwa ni mnywaji wa pombe, unasema pombe kwetu ni kawaida. Kama baba alikuwa anavuta sigara, unasema kwetu sigara ni kawaida. Lakini jiulize, yule aliyekuwa anafanya hivyo alikufa kifo cha namna gani? Maradhi gani aliyokuwa yanamtesa? Kwa hiyo ukirejea katika namna gani baba alivyokuwa anaishi, na magonjwa gani yalimsurubu, na wewe ukiishi vile vile, utapatwa na hayo magonjwa. Ndo kama kwamba unaona kwetu unene ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kama unene ni kitu cha kawaida, hautaweza kubadilisha mfumo wa vyakula, mfumo wako wa maisha. Matokeo yake ni kwamba maumivu makali ya mifupa na joint yakija, unaona ni kama tunuku ya ukoo wenu. Si kweli, umenielewa? Kwa hiyo kuna elimu inaitwa epigenetics. Epigenetics ni uhusiano kati ya muundo wa mwili wako na mazingira. Umenielewa? Mazingira na maanisha risk factors, vihatarishi. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa na mwili ambao ni mwepesi
kuchakaa unapouweka au unapoulisha aina fulani ya vyakula. Lakini ukiwa makini na kubadilisha mfumo wa maisha ambao unahatarisha viungo vyako vichakae haraka, hauwezi ukapata hayo magonjwa. Huwezi kupata kisukari, huwezi kupata mwili kuwa kwenye msongo wa sumu, huwezi ukapata pumu, kansa, maumivu ya mifupa na joint. Vitu vyote hivyo huwezi kuvipata. Watu wengine husema ya kwamba kama kwenu yapo utayapata tu, lakini utayachelewesha. Ndio. Ni heri ni yacheleweshe. Kwa sababu yakinipata nikiwa nina miaka 100, kuna shida gani? Kuna raha ya kuishi hapa duniani bila kuumwa. Ndio. Sio unaishi hapa duniani kwa kidonge kila kukicha ndipo unaihesabu siku yako. Kweli kabisa. Kwa nini uishi kwa mateso miaka yako yote hapa duniani? Unaweza kaishi kwa amani. Kwa hiyo ni heri ni yacheleweshe. Kwa nini upate ukiwa na umri wa miaka 30? Kwa hiyo mtu mwingine anaona ni kazi kufuata mtindo wa maisha. Anakuambia haya ni magonjwa ya kurithi. Hata hivyo unavyoishi kwa kula lishe bora, ipo tu siku utapatwa na hayo magonjwa, ila utayachelewesha. Sasa ni heri ni yacheleweshe ni yapate katika umri wangu ukiwa umeenda na miaka 98 huko. Ndio. Hata nikipata kisukari na miaka 98, nimeishi maisha ya raha mstarehe. Umenielewa? Lakini ya nini ni upuuzi wa kupindukia, kwamba upuuze kula lishe bora, upuuze misingi sahihi ya lishe ambao tunaifundisha hapa. Mwisho wa siku upatwe na magonjwa sugu ukiwa una umri wa miaka 30. Alafu maisha yako yote uishi kwa mateso. Umeelewa? Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunakipigania hapa. Ninachotaka tu kusisitiza tena, haturithi maumivu makali ya mifupa na joint, ila mitindo yetu ya maisha, vyakula tunavyokula, uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, ndio hivyo, kula vyakula muundo wa sahani ambao hauna virutubisho toshelevu, ndio uchangia miili yetu kuchakaa na kupata magonjwa ya uchakavu katika umri mdogo na kutufanya sisi tuteseke maisha yetu yote tunaoishi hapa duniani. Sawa kabisa. Na kwa kuhitimisha tu, je, unawashauri kitu gani hasa wafuatiliaji na watazamaji na wale wanaotekeleza sayansi ya mapishi, lakini pia hata wadau wa afya ambao wanatamani kuwa na afya njema kwa muda mrefu bila kupata magonjwa ya lishe? Unawashauri nini? Mimi ukiniambia ni washauri watu na mengi ya kuwashauri. Kwa ufupi basi, tufanye kwa ufupi. Yes. Nataka tu kusema kwamba ninapokea wagonjwa wengi wenye maumivu makali ya mifupa na joint. Na nimekuja kushangazwa sana na hili jambo, kwamba kuna vitu ambavyo viko kwenye damu ambao vinakausha maji kwenye joint na mifupa. Kwa mtu yeyote ambaye ana mama yake, baba yake anateseka na maumivu makali ya joint na mifupa, hakikishe ananunua kitabu changu cha sayansi ya mapishi. Hiki kitabu kinamfundisha mwongozo wa kula. Umeona? Sasa atafuatisha mwongozo wa kula ndani ya wiki hizi 2. Atakapoanza kuona matokeo mazuri, mama akaanza kushuhudia, baba akaanza kushuhudia kwamba ninaona uponyaji, naona mwili wangu hauumi tena, naona magoti yameachia. Sasa hapo ndipo ataamini ya kwamba lishe bora inaponya. Watu wengi hawaamini lishe bora inaponya. Umeelewa? Mtu yeyote ambaye hajawahi kutendewa miujiza na lishe bora hawezi kuamini kwamba mpangilio wa sahani uliozingatia lishe bora unaweza kumponya. Kwa hiyo afanye majaribio ya wiki hizi 2 tu. Haya ninayoyaongea atashanga. Sasa baada ya kuona matokeo, ndipo sasa anaweza akanifuata, kaniambia, daktari, hebu naomba tuchunguze kwa kina kwenye damu. Huyu tumekuwa tukifanya vipimo vya X-ray, vya MRI, amekuwa akifanywa mazoezi ya physio, lakini hatupati matokeo yoyote chanya juu ya maumivu yake ya mifupa na joint. Shida iko wapi? Kwa hiyo huwa tunachunguza kwa kina kwenye sampuli ya damu, kuangalia kitu gani kinachoendelea kwenye damu ya huyu mgonjwa kinachosababisha kukauka kwa joint na mifupa. Kuna siku moja
Baba mmoja alitoka hospitalini akaniletea faili lake kubwa akiwa anaumwa shinikizo la damu, pressure ilikuwa 198 huko kwa 110. Alafu pia alikuwa amevimba jointi, magoti amevimba na enka imevimba. Kwa hiyo akaniambia nimegundulika na uric acid. Lakini baada ya kumfanyia uchunguzi wa kina wa sukari, nikamgundua na kisukari. Nikamwambia mzee, mimi ninachokiona wewe hausumbuliwi na uric acid. Uric acid inaweza ikawa iko juu kwa sababu maradhi ulionayo yanapunguza ufanisi wa figo zako kufanya kazi katika kiwango kinachotakiwa. Wewe mzee unasumbuliwa na kisukari. Kisukari, unapokula vyakula hivi vya sukari kwa wingi, vyakula hivi huenda kukausha maji kwenye jointi. Ndio. Maji yanapokauka kwenye joint ndo wewe sababu ya kuumwa hivi. Ndo maana hata hizo dawa zako za uric acid haziponyi haya maumivu unayopitia. Yule mzee aligoma, alisema mimi sina sukari. Kwa hiyo mimi nikamwacha, ila nilimpa diet. Alivyoenda akatekeleza, akaacha hiyo diet, akapuuzia. Baada ya wiki moja ananipigia simu mke wake analia, ananiambia mzee wangu hata kugeuka kitandani hawezi, miguu inameremeta, inamsumbua sana. Kwa hiyo ikabidi nimtume nesi, akaenda akawasaidia kuwachoma sindano za maumivu. Nikamwambia nesi, naomba upime sukari, naomba upime pia na pressure. Alipopima sukari akaikuta 12. Unaona shinikizo la damu pia likiwa liko juu. Umeona mzee hata kugeuka hawezi, mguu na meremeta. Ikabidi mimi nimpigie simu mama, nikamwambia mama, huyo mzee ana kisukari. Kama msipokubali kwamba ni sukari ndio inayokausha maji kwenye joint na kufanya mguu meremete hivyo, basi huyo mzee hawezi kupona. Ndio. Basi wakakubali na mzee akaadmit kweli, sawa, naomba unitibu. Tulivyoanza tu matibabu ya ugonjwa wa kisukari, joint zote zikaachia, maisha yakaendelea. Umenielewa? Mfano mwingine mzuri, kuna baba mmoja alienda hospitali moja kwenda kutibiwa allergy sugu. Alienda kutibiwa allergy sugu, lakini pia magoti yalikuwa yanamsumbua sana. Alipofika kwenye ile hospitali akafanywa uchunguzi, akaambiwa ana allergy ya vitu kadha wa kadha. Akapewa dawa fulani ambazo zinaitwa prednisolone. Prednisolone ni dawa ambazo ukizinywa kama una maumivu ya mifupa na joint, pale maumivu yanakata. Yule mzee aliambiwa aanze kunywa dawa kama 6 anashusha, yani anashusha dozi, yani anywe 6 akawa anashuka mpaka awe anafanya tapering. Basi akaanza kuzitumia zile dawa. Ile siku ya 4 akashangaa kinywa chote kikavu. Kinywa chote kikavu. Anakunywa maji, ana kiu ya hatari. Alafu haoni vizuri. Umeona kizunguzungu. Akajiuliza ni nini kinaendelea kwenye mwili wangu? Umeona akakimbia kwenda hospitali. Alipofika hospitalini kupima, akakuta sukari iko 24. Kule kwa mwanzo. Hapana, alikimbia dispensary, akakuta sukari 24. Sasa akajiuliza, nini kinachoendelea? Yeye kilichompeleka kwenye hospitali ile ni allergy, alafu kilichompeleka pia ni joint. Zilikuwa zinamsumbua, mifupa ilikuwa inamsumbua. Kumbe huyu mzee alikuwa yuko pre-diabetic. Alikuwa na kisukari kilichojificha, ndicho kilichokuwa kinampiga kwenye joint, ndo kilichokuwa kinamletea shida kwenye ngozi na allergy. Ndio. Sasa kule hospitali wakaanza kuhangaika kutibu nini? Allergy, kwa kuzima kinga ya mwili bila kutambua mchokozi ni nani. Kwa ndo maana nasema kwamba sisi Nsambo Healthcare tunachokifanya, tunatafuta mzizi wa tatizo, hatutibu dalili. Umeelewa? Tunataka tumuepushe huyu mtu, kwa nini hivi? Kwa nini? Kwa hiyo tukijiuliza tu hayo maswali, tunamtibu. Kwa hiyo alifika kliniki kwetu, tukamfanyia analysis ya sukari, tukagundua hii sukari ipo muda mrefu. Kwa sababu tayari tukipima ile sukari ya miezi 3 inaonyesha huu ugonjwa una mzizi. Tulivyoanza kumtibu kisukari, allergy ikaenda, na mimi nilikuwa sijawahi kumpa dawa ya allergy. Nilivyoanza kumtibu kisukari, magoti yakapona. Mimi sijawahi kumpa dawa za maumivu.
Unaelewa? Hivyo vitu vyote vinapona kwa kushughulika na nini kinachoendelea kwenye damu. Kwa hiyo ushauri wangu tu, tubadilishe mtazamo namna tunavyoyakabili magonjwa. Tutasaidia jamii yetu kupunguza matumizi ya dawa nyingi ambayo pia si vizuri kiafya. Tutapunguza pia watu wengi kupoteza pesa kila kukicha. Tutasaidia sana, ndio. Mfuatiliaji wa vipindi vyetu, na kukumbusha tu kwamba huyu ni Dr. Boaz Mkumbo, mganga mfawidhi Nsambo Healthcare. Asante kuwa pamoja nasi, na usisahau kupata nakala ya kitabu cha sayansi ya mapishi kinachopatikana Nsambo Healthcare, idara ya lishe, mkabala na hospitali ya Mwananyamala. Lakini pia unaweza ukajipatia supplements mbalimbali zitakazosaidia kuimarisha afya na kinga ya mwili wako hapo hapo Nsambo Healthcare, idara ya duka la dawa. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kizuri kinachofuata. Usisahau kuendelea kutufuatilia. Kama ni mara yako ya kwanza, bonyeza hiyo alama nyekundu hapo ya neno subscribe, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram Nsambo Healthcare Science ya Mapishi, na vile vile YouTube Dr. Boaz Mkumbo MD. Asanteni sana.